Saa ingine unatukanwa, lazima kuvumilia. Moi ametukanwa mara ngapi? Kama ningekuwa na roho kama ya panya, siningalikuisha tuba nyinyi. Alikuwa rais wa pili wa Kenya hayati Daniel Toroitich arap Moi alihangaishwa na kuaibishwa na maafisa watatu wa serikali waliokuwa wakihudumu mkoa wa Rift Valley, yeye akiwa makamu wa rais wa mzee Jomo Kenyatta. Maafisa hao walikuwa mkuu wa mkoa Isaiah Mwai Mathenge, mkuu wa polisi James Erastus Mungai na mhandisi wa barabara Kim Gatende. Kulingana na kitabu kinachosimulia maisha ya Daniel Moi yaliyoandikwa na mzungu Morton, Mungai anaripotiwa kumzaba Moi makofi mara mbele ya Kenyatta katika ikulu ya Nakuru, ambapo inadaiwa alimlazimu pia kuvua nguo. Moi alipolalamika kwa Kenyatta, Jomo alimuuliza nani alikuwa akisimamia polisi, ambapo wakati huo walikuwa chini ya Moi kama waziri wa masuala ya ndani. Katika kisa kingine, siku moja Bwana Mungai aliagiza maafisa wa polisi kusimamisha msafara wa Moi na kupekua magari yake yote. Baadaye aliagiza ukaguzi nyumbani kwa Moi mjini Nakuru. Mnamo mwaka 1975 Moi alikuwa amerudi nchini Kenya kutoka Kampala, Uganda, wakati Bwana Mungai alipodai kuwa Moi alikuwa ameingiza silaha nchini Kenya akiwa na njama ya kupindua serikali ya Kenyatta. Bwana Mungai aliagiza polisi kutafuta silaha kwa kumkagua Moi mwenyewe na pia katika afisi zake kule Nakuru. Moi alikuwa mwenye wasiwasi mkubwa. Kila jioni aliomba kwa hofu kuwa angeuawa wakati wowote. Anasema Morton kwenye kitabu kuhusu maisha ya Moi. Wakati alipotoa madaraka, Bwana Mungai alitumwa kwenye likizo ya lazima na baadaye akatoroka Kenya akihofia kuwa Moi angelipiza kisasi kwa aliyomfanyia akiwa makamu wa rais. Aliyekuwa mkuu wa CID wakati huo Ignatius Ndero anasema Mungai aliuza gari lake aina ya Range Rover na kutorokea Juba kule Sudan akiandamana na wanaume wawili kutoka Turkana, kisha alichukua ndege na kutorokea Uswizi. Akiwa Uswizi, Bwana Mungai aliishi kwa hofu na wakati mmoja alituma barua kwa aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma Geoffrey Karaithe akimuomba amtetee kwa Moi na aliyekuwa mwanasheria mkuu Charles Njonjo. Kabla ya Bwana Mungai kutoroka nchini, Bwana Njonjo alikuwa amedai kuwa Mungai alikuwa akiandaa kikosi ambacho kilipanga kumuua Moi, makamu wa rais Mwai Kibaki na Charles Njonjo mwenyewe. Bwana Mungai alidaiwa kuwa na kikosi cha maafisa 250 wa kitengo cha kupambana na wezi wa mifugo kilichofahamika kama Ngoroko, madai ambayo Mungai aliyakanusha kwenye barua yake kwa Bwana Karaithe. Alijitetea kwa kikosi hicho kilikuwa na nia njema na hakuwa na mpango wa kumdhuru yeyote mbali na kukabiliana na majangili kule bonde la Ufa. Mungai alirudi nchini baadaye na anaendeleza shughuli za kilimo katika eneo la Nakuru. Wa pili aliyemhangaisha Moi alikuwa ni Bwana Gatende, ambaye naye kama mhandisi mkuu wa barabara kule Rift Valley alihakikisha kwa barabara ya kwenda nyumbani kwa Moi katika eneo la Kabarak iliwekwa matuta mengi yasiyo na maana yoyote pamoja na vizuizi vingi kwa nia tu ya kumwaibisha Moi. Bwana Morton katika kitabu chake anasema kuwa baadhi ya rafiki za Moi hawakuamini jinsi alivyoweza kuvumilia aibu na mateso aliyopitia mikononi mwa maafisa wa ngazi ya chini kama Bwana Gatende. Watatu ni Bwana Mathenge, ambaye alikuwa msaidizi wa kibinafsi wa mzee Jomo Kenyatta. Katika kisa kingine awali, Moi alikuwa ameitwa katika ikulu ya Nakuru na mzee Kenyatta, ambapo aliaibishwa na Bwana Mathenge kwa kuachwa angoje kwa masaa mengi katika sehemu ya kupokea wageni, huku waliofika nyuma yake wakiruhusiwa kuingia kumuona rais. Kulingana na Moi katika kitabu kilichoandikwa na Andrew Morton, mzee Kenyatta alipopiga simu kuuliza kama kulikuwa na yeyote aliyebaki hajamuona, Mathenge alisema, nikinukuu, ni Moi pekee yuko hapa. Mzee Kenyatta alienda katika eneo la kupokea wageni alikokuwa Moi na kwanza kuzungumza kwa lugha ya Kikuyu ambayo Moi kama mzaliwa wa jamii ya Kalenjin hakuwa anaelewa lugha hiyo. Kisha akamwambia waingie ndani
kusikiliza wanakwaya waliokuwa wakimtumbuiza ndipo baadaye wazungumze. Mzee Kenyatta alishikwa na usingizi na kulala wakati wa utumbuizaji, na hivyo Moi hakupata fursa ya mazungumzo na mkubwa wake.